walijua kwamba wakati wao wa kuona umefika. Amen. Nataka nikwambie wakati wako kupata ufahamu umefika wewe. Hallelujah. Leo injili ya asubuhi na tunaongelea kuhusu kipofu. Na saa hii Bwana anaongea kuhusu kipofu. Nataka nikwambie haijalishi upofu wako ni wa nini. Inaweza kuwa upofu wako ni wa mgonjwa. Inaweza kuwa upofu wako labda ni wa kazi. Inaweza kuwa upofu wako ni ya mambo mengine. Si kwamba wewe ni kipofu hauoni. Unaona lakini kuna vitu ambavyo hauvioni. Yes. Hello. Hello. Leo ninakuletea habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Kama mzee huyu alikuja kwa hii madhabahu sana. Huyu alikuja kwa hii madhabahu akiwa amekuwa mashini ya 60,000 kwa hii mashikio yake. Eti imsaidie kusikia. Lakini ilikuwa haimsaidii. Alipokuja hapa, nilipomwombea tukatoa mashini, sasa anasikia mwenyewe. Amen. Nataka nikwambie kwamba haijalishi upofu wako ni wa aina gani, haijalishi uwezo wako ni wa aina gani, lakini leo nimekuletea habari njema ya kwamba Bwana anaenda kuondoa upofu wako. Bwana anaenda kuondoa upofu ambao umekuzunguka kwa muda mrefu, upofu ambao umekuwa nao kwa muda mrefu, upofu ambao haujielewi, unafanya mambo kama mtoto. Leo nimekuletea habari njema. Mungu wa mbinguni anaenda kuingia ndani ya maisha yako. Macho yako ya kiroho yanaenda kufunguliwa. Magonjwa unayopigana nayo Bwana anaenda kukuponya. Hello. Hello. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Pastor Agnes msomea kwa sababu hii miwani haioni karibu, ni ya mbali. Ile nyingine ilivunjwa kabisa, jamaa alipasua kabisa kai. Eka kila kitu kai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Yohana 9 inatuambia kwamba Yesu alipokuwa akipita na wanafunzi wake. Hello. Ndio. Hello. Hello. Kujeni hapa ni wanafunzi wa Yesu. Kujeni hapa. Nitaka wavuva ambao wachukua madhabahu katika tawili. Kujeni hapa. Nyinyi wavivu, hawa ni wale ambao hawakuji kwa madhabahu ya Mungu. Hawa wote ni wapofu. Hawa ni vipofu. Ndio. Sasa leo ninaondoa upofu wao wa kukaa ndani ya manyumba, kuangalia TV. Ndio. Kuangalia mshinda wa majirani wakipigana, mwenye mkokoteni akipigana. Ijumaa niliwafundisha. Anatoka mtu anajipata mimi kama anavaa shambali ya blue na red na wale ndizo walipona kikungunya walipona alafu hakushuhudia. Unaona? Nimesema sitaki kuona kwa mstari. Kuna rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alipokuwa akipita alikutana na yule mtu alikuwa kipofu. Na mtu yule alikuwa kipofu kuzaliwa kwake. Yeye alikuwa ni ombaomba. Yaani inamaanisha kwamba kipofu huyu alikuwa anajua, kila mmoja alikuwa anamtambua kwamba huyu ni kipofu. Yeye kazi yake ni kuomba, maana vipofu ni wa kuombaomba. Ameketi pale akiombaomba. Yesu akapita na wanafunzi wake. Wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Yesu, mtu huyu ametenda dhambi ama wazazi wake? Haleluya. Lakini Yesu akajibu akamwambia, mtu huyu hakutenda dhambi, ila ni kwa ajili ya kazi ya Mungu idirishwe ndani yake. Nataka nikuambie mchana wa leo, upofu wako, mangaiko yako sio kwa sababu umemkosea Mungu, sio kwa sababu umetenda dhambi. Hii ni kwa ajili ya kazi ya Bwana idirishwe ndani yake. Aliposema hivyo, Yesu alitema mate chini, akakoroga tope, akampaka kipofu, akamwambia nenda kanawe katika birika. Kipofu huyo akaenda akanawa. Nataka nikuambie ya kwamba mchana
kukuletea habari njema. Upofu wako Bwana anaenda kuona. Haijalishi ni upofu wa maskini, haijalishi ni mambo gani unayopitia, haijalishi ni magonjwa unayopitia, lakini leo nimekuletea habari njema. Hiyo magonjwa Bwana anaenda kuiondoa. Haijalishi ni ugonjwa gani, nataka nikwambie kwamba nabii wa Bwana nakutabiria mchana wa leo, ugonjwa unapotoka hapa unapokea uponyaji. Ukitoka hapa nenda ukapima ukimwi. Ukitoka hapa ukapima ukimwi wewe. Chochote kile ambacho kinakusumbua, Mungu wa mbinguni anaenda kukiondoa. Kipofu leo kaenda akanawa, ndio akarudi akiangalia akiona. Yes. Anaona. Ndio. Kwa sababu Yesu alijua ya kwamba mtu huyu ni kazi ya Mungu peke yake ikapata kudhihirisha. Sio kwa sababu ametenda dhambi huyu. Hebu muulize mtumishi wa Mungu, imekuwaje? Imekuwaje? Hata mimi sijui, lakini naona. Haleluya. Hata yeye hajui, lakini anaona. Mafarisayo wakamwandama, wakamwambia, ni nani aliyetenda haya? Mbona kuhudumia wakati wa Sabato? Hiyo ni dhambi. Lakini kipofu alijibu akasema, mimi sitaki kujua kama yeye ni mwenye dhambi, lakini ninashukuru Bwana kwa sababu nimeona. Kuna situation ambayo uko nayo ndani ya maisha yako, ambayo watu wote wanaijua mitaani, ndani ya familia yenu wanajua hiyo situation inayoendelea. Lakini utakapotoka katika hii madhabahu, Bwana ataenda kuiondoa. Watabaki wakiuliza, watabaki wakiuliza imekuaje? Watabaki wakiuliza imefanyika nini? Bwana, maisha yako imebadilika. Bwana, umekuwa mzuri sana. Bwana, watoto wako wamerembeka. Mwambie ni neema ya Bwana. Sitaki kujua watasema nini, sitaki kujua wanamuona vipi, lakini aliyeniponya mimi ninajua, nimeona. Akasema, watu wakaanza kusema, wewe sasa hii nayo ni gani? Kuna watu ambao wamekujua. Yes. Mwambie jirani yako, kuna watu wanaokujua situation yako. Kuna watu ambao wanakujua kwa situation yako. Kuna watu wanajua kwamba wewe ni maskini. Kuna watu wanajua kana kwamba wewe ni maskini. Kuna watu wamejua kwamba hili dera kila sana ni hili. Kuna watu wanajua dera ni hili kila saa. Lakini watashangaa sana ukivaa suti. Watashangaa ukivaa suti. Watauliza kwani imekuaje? Mbona leo umevaa suti? Mwambie ni Yesu amenikomboa. Mwambie ni Yesu amenibariki. Mwambie ni Yesu ameniinua. Amen. Yes. Unajua kutoa mtu jasho ama unajua kula viazi? Kula viazi. Hai. Mtopanga. Wanamjua yeye ni wa viazi. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuletea habari iliyo njema maishani mwako. Yes. Umeingia katika hii madhabahu na sasa. Yes. Mungu imemtendeza ukawe hapa siku ya leo. Yes. Ili ukalipokea hili ya kwamba upofu wako Bwana anaenda kuondoa. Amen. Amen. Na ukumbuke kwamba kuna maadui waliokuzunguka. Lakini Bwana anaenda kufunga vinywa vya maadui. Haleluya. Kuona kwako Bwana atafunga maadui zako. Haleluya. Kuona kwako Bwana atafunga maadui. Kama Mungu anachilia wanaofunga vinywa maadui. Waliokutakia mauti Bwana anawafunga vinywa. Waliokutakia kifo wao watakufa wao. Shimo walilolichimba wataingia wenyewe. Haleluya. Amen. Kuna watu wanamlilia Mungu lakini hawajui ni nini unachopigana nacho. Bwana nibariki.
Ibariki. Ibariki. Wewe haujui ni nini unapigana nacho. Wewe maombi yako ni Bwana nibariki. Lakini leo ninakuletea habari njema. Kila chochote kinachosumbuana na wewe, Mungu wa mbinguni atakeka wazi. Amen. Waliokupangia mauti wao watatumbukia wenyewe. Wao wataingia kwenye kaburi walilolichimba. Nataka nikwambie wataingia wenyewe. Amen. Mipango yao wanaipanga kila usiku unapolala. Ndio. Hiyo mipango Bwana anaenda kuipangua. Cancel it in the name of Jesus. Ninakwambia hakuna mtu atakufa hapa kabla siku ya Mungu. Hakuna atakayekufa kama siku anameweka saini. Yes. Nataka nitabirie wale single sema amen. Single sema amen. Single sema haleluya. Na kutabiria sasa wale waliokudharau, wale waliokukataa, Bwana anaenda kuconnect na mtu. Connection ndio inakuja. Na Bwana anasema ya kwamba haijalishi yuko wapi, hata kama ni nje ya Kenya, bado Bwana atamleta. Hata kama ni wapi, bado Bwana atakuconnect naye. Pokea kwa jina la Yesu. I have international anointing. Yes. I have international anointing. Hallelujah. I have international anointing. Yes. Leo ninakutabiria wewe. Yes. Pale mahali ambao hujapakanyaga. Yes. Unaenda kupakanyaga sasa. Mahali haujawahi ingia. Yes. Unaenda kuingia sasa. Hallelujah. Na wale wakubwa ambao hujakaa nao. Yes. Bwana anasema unaenda kukaa nao. Hallelujah. Unaenda kukaa nao kwa kikao. Yes. Maana Mungu ameingia ndani yako. Amen. Hello. 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 The anointing is here. Yes. I have fresh anointing for you. Yes. I have fresh anointing for you. Yes. International anointing. Yes. My anointing is not just for Kenya or Mombasa. Yes. Or in Nairobi, Busia, Malindi, wapi. Yes. My anointing is from above. Yes. Mipaka inavuruga tunapita. Yes. Bwana ameachilia kibali. Bwana ameachilia kibali. Visa imeachiliwa. Unavuka mipaka sasa. Unavuka mipaka sasa. Unaenda ng'ambo kwa jina la Yesu. Leo ninakutabiria. Ukivuka ng'ambo, hata wewe unaenda ng'ambo. Unavuka ng'ambo, hata wewe utaenda ng'ambo.
mnono, mama mweupe mnono hivi. Kuna mama mweupe mnono. Na Bwana ananiambia kwamba kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Yule mama atawatafuta. Ndio yule mama kija katika maneno. Moto wa Bwana ndio sasa. Mahali yuko na tuma moto. Na chini ya fire ndio hiyo. Na chini ya fire ndio hiyo. Ndani ya familia moto wa Bwana. Ndani ya familia moto wa Bwana. Na tuma moto wa Bwana. Ndani ya iboma. Ndani ya iboma. Ndani ya iboma. Ndani ya iboma. Moto wa Bwana ndio. Moto wa Bwana ndio. Moto wa Bwana ndio. Moto wa Bwana ndio. Na Bwana ananiambia kwamba wakati mlipofika baba yenu, kuna mchanga walikuja wakachukua. Wakasema haitaisha kuna mwingine kabla. Lakini mpaka sasa wajaona. Fakatara baba shaka. Baba baba shete kete ya baba. Rakapaye ndo baba shete ya baba. Rima kama shete ya baba sia. Na tuma moto mara ya kwanza. Ndani ya familia mara ya pili. Ndani ya familia mara ya tatu. Ndani ya familia mara ya nne. Ndani ya familia mara ya tano. Ya sita kwa jina la Yesu. Ya sita kwa jina la Yesu. Ya sita kwa jina la Yesu. Hiyo moto wa Bwana. Hiyo moto wa Bwana. Hiyo moto wa Bwana. Hiyo moto wa Bwana. Na nasikia sauti ya Bwana ikisema ya kwamba walisema nyote mtarudi kwa ile boma, lakini wamengoja, hakuna anayerudi. Wanabaki wakishangaa. Na Bwana majeshi anasema kwamba kuna kitu Bwana anaenda kukifanya ambao watakija wafanye mpaka wanyenyekee. Itafanya mpaka wawatafute. Dada bakasha tada baba. Rakapasha tetekea baba. Baba ninajua kwamba neno lako yako kichini. Nami ninaachilia unabii huo. Ulionipa mwana wa Adamu. Hao maadui sao. Leo tunawaeka chini. Tunaweka chini. Tunaweka chini. Tunaweka chini. Fire ndio hiyo sasa. Fire ndio hiyo sasa. Fire ndio hiyo sasa. Fire ndio hiyo sasa. Kwa jina la Yesu fire. Kwa jina la Yesu fire. Ya pili fire. Ya tatu fire. Ya nne fire. Ya tano fire. Ya tano fire. Ya tano fire. Ya tano fire. Ya sita fire. Ya sita fire. Na Roho wa Bwana ananiambia ile miguu ya mama yenu ni mitego iliyotegwa. Kuna mitego aliyetegewa. Ile miguu imemsumbua kwa muda mrefu, lakini Bwana majeshi anasema ya kwamba kuna kitu nienda kukifanya, na neno langu halitamka bure, lazima nikamilishe. Hiyo kaburi waliolichimba, hiyo kaburi waingie wenyewe, hiyo kaburi waingie wenyewe. Ya kwanza tunawaingiza, ya pili tunawaingiza, ya tatu tunawaingiza, ya nne kwa jina la Yesu. Ya nne fire ndio hiyo, ya tano fire hiyo, ya tano fire hiyo, ya tano fire hiyo, ya sita fire hiyo, ya sita fire hiyo, ya sita fire hiyo, ya sita fire hiyo, kwa jina la Yesu fire hiyo, ya sita fire hiyo, ya sita fire hiyo, ya sita fire hiyo, ya sita fire hiyo, ya saba na ya mwisho wafunguliwe, wawekwe huru, wawekwe huru kwa jina la Yesu. Mara ya kwanza wawekwe huru, ya pili wawekwe huru, ya tatu wawekwe huru, ya nne wawekwe huru, ya tano wawekwe huru, ya tano wawekwe huru, ya sita wawekwe huru. Ndani ya hizo mandoa, ndani ya hizo familia wawekwe huru kwa jina la Yesu, wawekwe huru kwa jina la Yesu. Hiyo ni mali ya sita fire, 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 kwa jina la Yesu fire, kwa jina la Yesu fire. Kila hirizi walimvalisha kusirisiri, kufunga maisha yake ya ndoa, hiyo hirizi ninaikata, hiyo hirizi ninaikata, hiyo hirizi ninaikata, hiyo hirizi ya ndoa naikata, kwa jina la Yesu naikata, ya pili naikata, ya tatu naikata, ya nne, ya tano, sasa. Nasikia sauti ya Bwana ikiniambia kwamba wale waliosimama kinyume na maisha yenu, waliosimama kinyume na familia yenu, mkono wa Bwana unaenda kupigana. Bwana anasema nimeshuka mwenyewe kupigana. Anasema kwamba mmelia imetosha. Bwana anasema mmelia imetosha. Mkono wa Bwana ndio huo sasa. Uwezo wa Bwana ndio huo sasa. Fire ndio hiyo. Fire hiyo. Tunasoma moto.
ziba masikio yao. Tunafunga vinywa vyao. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Moto umewaka. Ndani ya hii boma. Bwana umewaka. Ndani ya familia. Bwana umewaka. Ndani ya familia. Ndio hiyo. Hawatawaona tena. Hawatawaona tena. Moto umewaka. Moto umewaka. Moto umewaka. Kwanza fire. Ya pili fire. Ya tatu fire. Wachanganyikiwe. Ya nne wachanganyikiwe. 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 Ya tano wachanganyikiwe. Ya tano wachanganyikiwe. Ya sita fire. Ya saba na mwisho kabisa. Jesus name. Kila upofu unaotawala ndani ya familia. Yes. Upofu ile ndani kwa. Upofu ndani ya familia. Yes. Upofu leo na uondoa. Yes. Fire.